Tayari saa 12 kamili jioni Afrika Mashariki, sawia na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hii ni Dira Duara. Dira Duara. Hizi ni habari zilizoandaliwa kwa weledi wa hali ya juu kutoka katika vyanzo mbalimbali vya kuaminika pande zote za dunia. Dira Duara, hapa Iliolama FM. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji, na karibu katika dakika 30 zilizojaa taarifa mbalimbali kitaifa na kimataifa katika studio yako ya 94.7 Iliolama FM. Lakini kwanza ni mukhtasari wake. Matumizi holela ya vinywaji vya kuongeza nguvu, yani energy drinks, yameendelea kushika kasi miongoni mwa vijana nchini, jambo linalozua hofu kuhusu athari zake kiafya. Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kunyongwa hadi kufa askari wawili kati ya 7 waliokuwa nakabiliwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi. Na shirika la Save the Children limeripoti ongezeko la kutisha la unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto nchini DRC, likisema hali hiyo inahitaji hatua za haraka. Msikilizaji, una nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba studio 0749601260 ukichangia maoni yako juu ya taarifa unazozisikia hapa katika Dira Duara, na baadaye nitazisoma mubashara. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Zawia Haji na mwenzangu ni Hashim Kusaga, ambaye tutaungana naye katika habari za mataifa mbalimbali ulimwenguni. Karibu. Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kunyongwa hadi kufa askari wawili kati ya 7 waliokuwa nakabiliwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi. Mauaji hayo yanadaiwa kufanyika katika eneo la Mitengo, manispaa ya Mtwara Mikindani, na mwili wa marehemu kukutwa eneo la Hiari nje ya mji wa Mtwara mnamo mwaka 2022. Askari waliopatikana na hatia ni Gribeti Kalanje, aliyekuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya, na Charles Onyango, aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi. Jaji Hamidu Mwanga kutoka Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam ndiye aliyesikiliza na kutoa hukumu hiyo katika kikao cha Mahakama Kuu kilichofanyika Mtwara. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo, Musa Hamisi aliuawa katika mazingira yanayohusishwa na matumizi mabaya madaraka na nguvu kupita kiasi kutoka kwa askari hao waliokuwa na dhamana ya kulinda usalama wa raia. Aidha, Jaji Mwanga ameeleza kuwa ushahidi uliokuwa mbele ya mahakama uliwathibitishia hatia washtakiwa hao wawili bila kuacha shaka yoyote. Askari wengine 5 waliokuwa nakabiliwa na kesi hiyo, ambao wameachiliwa huru baada ya mahakama kutoridhika na ushahidi uliotolewa dhidi yao, ni Nicolaus Kasinza, ofisa intelijensia wa jinai mkuu wa Mtwara, Marco Mbota, mkaguzi wa polisi John Msuya, mkuu wa zahanati ya polisi Mtwara Shilazi Mkupa, na Koplo Salim Mbalu.